Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 13, somo lasema imani katika upatanisho. Tulionayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia. Waebrania 6 mstari wa 19. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema, tunajikabidhi mikononi mwako. Baba, tunakwenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba uongozi wa Roho mwema, utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Unapoanza kuhisi kukata tamaa, mwangalie Yesu na wasiliana naye. Unapohisi wenzako wanakuelewa vibaya, kumbuka kwamba Yesu, kaka yako mkubwa, hajawahi kukosea. Atahukumu kwa haki. Maneno aliyotamka Kristo katika siku ile kubwa ya sikukuu yaliyokuwa na maana nzuri sana na nguvu, alipaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hatupaswi kuletwa kwa Kristo. Ni muda wetu wa kuja kufanya maamuzi yetu wenyewe na kusogea katika kisima cha uzima. Kwa nini tusimwendee Kristo? Maana tumaini letu la uzima wa milele lipo ndani yake. Masomo tunayopata kupitia Kristo si hekima inayojirudia mara kwa mara. Yamesheheni mawazo muhimu sana, lakini ni wajibu wetu kutoa ukweli mtakatifu. Mtume Paulo anatusihi kushika tumaini lililowekwa mbele yetu katika Injili. Kwa imani tunatakiwa kutoa ahadi za Mungu na kujiandaa kwa baraka tele ambazo zimethibitishwa kupitia Yesu Kristo. Tumaini limewekwa mbele yetu, yaani tumaini la uzima wa milele. Hakuna jambo lolote pungufu ya katika baraka hizi zilizowekwa kwa ajili yetu litakalomridhisha Mwokozi. Lakini ni wajibu wetu kushikilia tumaini hili kwa imani katika yeye aliyetuahidi. Tunaweza kutarajia kupata mateso, kwa maana ni wale watakaoshiriki pamoja naye katika mateso yake ndiyo watakaoshiriki pamoja naye katika utukufu wake. Amekwisha lipia gharama ya msamaha na maisha ya milele kwa ajili ya wadhambi, roho za wanadamu zinazoangamia, lakini ni wajibu wetu kupokea zawadi hizi kwa imani. Kwa kumwamini yeye, tunalo tumaini hili kama nanga ya roho, kweli na thabiti. Tunatakiwa kuelewa kwamba tunaweza kuitazamia neema ya Mungu kwa ujasiri, si tu katika ulimwengu huu, bali pia katika ulimwengu wa kimbingu, kwani amelipa gharama kama hiyo kwa ajili ya wokovu wetu. Kuamini katika upatanisho na maombezi ya Kristo kutatufanya tuwe imara na tusioyumbishwa katika majaribu yatakayokuja juu yetu na wenye kanisa lililo vitani. Hebu na tutafakari juu ya tumaini la utukufu lililowekwa mbele yetu na kulishikilia kwa imani. Hatutapata wokovu kwa kujitumainia wenyewe. Tunatakiwa kumtazama Yesu ambaye ndiye mwanzilishi na mtimizaji wa imani yetu, na tunapomtazama tunaishi. Ni vigumu kiasi gani masikini wenye kufikwa na mauti kupambana kuwa wabeba dhambi zao wenyewe na dhambi za wenzao. Lakini mbeba dhambi pekee ni Yesu Kristo.
Yeye peke yake ndiye anaweza kuwa mbadala wangu na mbeba dhambi zangu. Mtangulizi wa Kristo alipaza sauti yake akisema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Hivyo usijitazame mwenyewe, himiza tumaini na kujiamini katika Kristo. Tumaini lako usilijenge kwako mwenyewe, bali katika yeye aliyeingia ndani ya pazia. Zungumza kuhusu tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Utasoma The Review and Herald la Juni 9 la mwaka 1896. Huu ni mwisho wa somo letu la Novemba 13, imani katika upatanisho. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa somo hili zuri. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako. Baba, tuwezeshe kuyashinda ya ulimwengu, maana pekee yetu hatuwezi bila wewe. Isipokuwa wewe umetusafisha kwa damu ya mwanao iliyomwagika pale msalabani. Tunajikabidhi kwako kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu